mpendwa msikilizaji wa Radio Maria na Radio Mbiu, sauti ya faraja Kagera, katika kipindi hiki cha familia ni nyumba ya Mungu, ambacho linakujia moja kwa moja kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Karol Lwanga, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam, kila siku ya Alhamisi saa 12:30 jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa seminarini. Leo upo nami Frater John Emmanuel Yawi wa Jimbo Katoliki Moshi. Mada ya leo ni kifo cha mzazi kama chanzo cha maisha mabovu ya familia. Kifo cha mzazi ni tukio kubwa linalogusa maisha ya familia. Kwa mujibu wa mafundisho ya Kanisa Katoliki, familia ni kanisa la nyumbani, yaani kwa Kiingereza unaweza kusema domestic church, kama inavyoelezwa na Lumen Gentium namba 11 na namba 41. Mzazi anapofariki, si tu pengo la kihisia hutokea, bali pia hutokea mtikisiko wa kiroho, kimaadili, kijamii na kiuchumi. Tukio hili linaweza kuwa chanzo cha maisha mabovu ya familia iwapo halitaeleweka na kushughulikiwa na mwanga wa jamii. Kwanza tunaanza na utangulizi. Kifo cha mzazi ni tukio lenye uzito mkubwa katika jamii na katika familia kwa ujumla. Kwa mujibu wa mafundisho ya Kanisa Katoliki, hasa tunaposoma katika hati za Mtaguso wa Pili wa Vatican, Lumen Gentium namba 11 na namba 41, inatufundisha kwamba familia ni kanisa la nyumbani, yaani kwa Kiingereza tunaweza kusema domestic church. Mzazi anapofariki, si tu pengo la kihisia kutokea, bali la kutokea mtikisiko wa kiroho, kimaadili, kijamii na kiuchumi. Tukio linaweza kuwa chanzo cha maisha mabovu katika familia endapo halitaeleweka na kushughulikiwa katika mwanga wa imani. Mada hii itachunguza kuhusiana na historia ya kifo kupitia wanafalsafa mbalimbali, barua mbalimbali za kiuchungaji za mababa watakatifu, katekisimu ya Kanisa Katoliki na mkusanyiko wa sheria za kanisa, yani Code of Canon Law. Pia itachunguza kuhusiana na mafundisho ya kanisa juu ya kifo, pia mtazamo wa Biblia takatifu kuhusu kifo na matumaini ya ufufuo, pia mafundisho ya mababa watakatifu na walimu wa kanisa kuhusu kifo, lakini pia jinsi kifo cha mzazi mmoja kinavyoweza kuwa chanzo cha maisha mabovu ya familia na namna ya kukabiliana na changamoto hiyo. Tunaanza na wanafalsafa mbalimbali waliojadili kuhusiana na mada ya kifo. Wa kwanza ni Heraclitus, ambaye aliamini kuwa kifo ni sehemu ya mabadiliko ya ulimwengu. Lakini pia mwingine ni Pythagoras, ambaye aliamini kuwa kifo ni mabadiliko ya nafsi kutoka mwili hadi ulimwengu wa roho. Mwanafalsafa mwingine alikuwa anaitwa Socrates, ambaye aliamini kuwa kifo ni mabadiliko ya nafsi kutoka mwili hadi ulimwengu wa roho. Plato aliamini kuwa kifo ni kutenganishwa kwa nafsi na mwili. Mtakatifu Agustino aliamini kuwa kifo ni matokeo ya dhambi, lakini pia ni njia ya kuingia katika uzima wa milele. Katika kipindi cha medieval, ambapo ni kipindi cha zama za kati, Mtakatifu Tomasi wa Aquino aliamini kuwa kifo ni mwisho wa maisha ya mwili, lakini nafsi inaendelea kuishi. Hapo Mtakatifu Tomasi wa Aquino alikuwa ni mojawapo ya wanafalsafa, lakini pia mtheolojia. Lakini mwingine ni Duns Scotus, ambaye aliamini kuwa kifo ni mabadiliko ya hali na nafsi. Rene Descartes aliamini kuwa kifo ni mwisho wa maisha ya mwili, lakini nafsi itaendelea kuishi. Immanuel Kant, ambaye ni mwanafalsafa, alikuwa ni Mjerumani, aliamini kuwa kifo ni mwisho wa maisha ya mwili, lakini nafsi itaendelea kuishi katika ulimwengu wa roho. Martin Heidegger aliamini kuwa kifo ni sehemu muhimu ya maisha na kwamba ni lazima tukabiliane na ukweli wa kifo, kwamba ni ukweli ambao tunao, lakini lazima tukubaliane nao kwamba kifo kitatokea. Lakini mwingine anaitwa Jean-Paul Sartre aliamini kuwa kifo ni mwisho wa maisha na kwamba hayana maana ya asili. Lakini tunaangalia pia mafundisho ya kanisa juu ya kifo. Tunaweza na katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1006 mpaka namba 1014, ambapo inatufundisha kwamba kifo ni matokeo ya dhambi, lakini kupitia Kristo kimegeuzwa kuwa mlango wa uzima wa milele. Kanisa linatufundisha kwamba
Kifo si mwisho wa maisha, bali ni mapito. Mwili utakufa, lakini roho itaendelea kuishi. Kuna hukumu baada ya kifo pia. Wenye haki wataitwa kwenye uzima wa milele. Katika hati za Mtaguso wa Pili wa Vatikani, Gaudium et Spes inatueleza kwamba kanisa linaeleza kuwa fumbo la kifo linapata mwanga wake katika fumbo la Pasaka ya Kristo, yaani mateso, kifo na ufufuko wake. Kwamba kifo kinageuzwa tena sio kwamba ni adhabu, bali kifo kinageuzwa kwamba ni njia ya kumwelekea Mungu kupitia Yesu Kristo ambaye alikufa na kufufuka. Hivyo basi, kanisa halioni kifo kama tukio la kukata tamaa, bali kama mwaliko wa tumaini. Hata hivyo, kwa upande wa binadamu, kifo huacha maumivu makubwa, hasa kwa watoto na mwenzi wa ndoa aliyebaki. Tuangazie pia mtazamo wa Biblia kuhusiana na kifo. Katika Agano la Kale, tunafundishwa kwamba kifo kinaonekana kuwa matokeo ya dhambi, ambapo tukifungua kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 19. Hata hivyo, polepole ufunuo wa matumaini ya uzima wa milele ulianza kuonekana. Tukirejea kitabu cha Danieli sura ya 12 aya ya 2. Mfano, Zaburi zinaonyesha maumivu ya kupoteza wapendwa, lakini pia imani kwa Mungu kama kimbilio. Tunaposoma Zaburi 23 inatuambia Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Na ndio Zaburi mara nyingi tunaitumia kuimba hata kwenye shughuli za mazishi. Katika Agano la Kale, katika Agano Jipya, Yesu Kristo anatoa maana mpya ya kifo. Yaani kwa kufa na kufuka kwake anatoa maana mpya ya kifo. Kwamba kifo kinakuwa sio adhabu tena. Kifo kinakuwa kama njia ya kuelekea kwa Mungu kupitia Yesu Kristo, ambaye katika kitabu cha Injili ya Yohani anatuambia kwamba mimi ni njia, ukweli na uzima. Katika Injili ya Yohani pia tunaangalia Yesu mwenyewe anatuambia kwamba mimi ndimi ufufuo na uzima. Fungua kitabu cha Injili ya Yohani sura ya 11 aya 25. Kifo cha Kristo msalabani na ufufuko wake ni ushindi dhidi ya mauti. Yesu Kristo aligeuza kifo kuwa njia ya wokovu. Mtume Paulo anatufundisha kama tulivyokufa pamoja naye tutaishi pamoja naye. Fungua kitabu cha Warumi, waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 aya ya 8. Kwa hiyo kibibilia kifo cha mzazi hakikwamishi maisha ya uhusiano wa kiroho, bali muendelezo katika umoja wa watakatifu. Kwamba katika imani yetu tunafundisha kwamba mwisho wa siku wapendwa wote ambao tumewapoteza tutakutana nao katika maisha ya umilele. Tunaangazia pia mababa watakatifu wanaoongelea kuhusiana na kifo, ambao waraka wa kwanza, barua kwanza ya kitume ya Baba Mtakatifu Benedikti wa 16 ambayo aliandika mwaka 2007 inaitwa Spe Salvi. Barua hii ya kichungaji inahusu tumaini la kiroho. Baba Mtakatifu Benedikti wa 16 anaeleza kwamba kifo si mwisho wa maisha, bali ni mlango wa kuingia katika uzima wa milele kwa wale wanaomwamini Kristo. Anasisitiza kuwa tumaini la Kristo linatupatia nguvu mbele ya mateso na kifo. Kristo kwa kufufuka kwake ameushinda mauti. Hukumu ya Mungu si ya kuogofya kwa wenye tumaini, bali ni kukutana na upendo wa Mungu. Kwa wale ambao wanatumaini na wameishi maisha mema, hukumu ya Mungu sio ya kuogopa. Tunajua kwamba ni njia tu ya kukutana na Mungu. Kwa kuwa tunakuwa tumeishi katika maisha ya haki ya kufuata amri za Mungu, basi ile hukumu itakuwa ni njia ya kutustahilisha kuweza kushiriki katika uzima wa milele. Yule aliyekuwa na tumaini anaishi tofauti, amepewa maisha mapya, ambao tukirejea katika waraka huo wa Baba Mtakatifu Benedikti wa 16 unaoitwa Spe Salvi namba 2. Lakini barua nyingine ya kitume ya Baba Mtakatifu Yohani Paulo wa pili ambayo aliandika mwaka 1995 inaitwa Evangelium Vitae. Barua hii juu ya thamani ya heshima ya maisha ya binadamu. Papa Yohani Paulo wa pili anaeleza kuwa maisha ni zawadi kutoka kwa Mungu tangu utungu wa mimba hadi kifo cha kawaida.
Kifo kina maana katika mwanga wa Pasaka ya Kristo. Mkristo haoni kifo kama maangamizi bali kama mapito. Anaandika kuwa maisha ya milele ndiyo hatima ya kweli ya mwanadamu. Kwa hiyo tunaangalia nyaraka karibia zote hizo zinakuwa zinahusisha kwamba maisha mapya ambayo tutayapata baada ya kufa, ambayo yametengenezwa na Yesu Kristo kupitia fumbo la Pasaka, ambayo ni mateso, kifo na ufufuko wake. Lakini waraka mwingine, barua nyingine ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili ameandika mwaka 1984, inaitwa Salvifici Doloris. Barua hii inahusu maana ya mateso ya kibinadamu. Papa anaunganisha mateso na kifo na mateso ya Yesu Kristo msalabani. Anatufundisha kwamba mateso na hata kifo vinaweza kuwa njia ya utakaso na neema. Kupitia Kristo, kifo kimepata maana mpya. Hakuna mateso ya thamani yanapounganishwa na Kristo. Hakuna mateso yasiyo na thamani yanapounganishwa na Kristo. Lakini waraka wa Baba Mtakatifu Francisco ambao aliandika mwaka 2013 unaitwa Lumen Fide. Barua hii inahusu imani. Baba Mtakatifu Francisco anaeleza kuwa imani itamwangazia mwanadamu hata katika kivuli cha kifo. Anasisitiza kwamba imani hutupatia mwanga mbele ya hofu ya kifo. Upendo wa Mungu ni mkuu kuliko mauti. Katika Kristo kifo hakina neno la mwisho. Barua nyingine ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Francisco ya mwaka 2018 inaitwa Gaudete et Exsultate. Anaeleza kwamba ingawa barua hii inahusu kuhusu wito mtakatifu, inaeleza waamini kutazamia maisha kwa mtazamo wa umilele. Inasisitiza wito wa kila Mkristo ni kuishi kwa kujiandaa na uzima wa milele. Kifo si mwisho bali ni mwanzo wa utakatifu kamili mbele ya Mungu. Nukuu 4 kutoka katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki kuhusu kifo, kutoka katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki amenukuu pia kuhusiana na kifo katika waraka huu na kutuelezea kwamba basi kifo sio mwisho wa maisha bali ni mwanzo wa milele. Hivyo basi tukijaribu kuangalia kuhusiana na barua hizi au nyaraka hizi za mababa watakatifu, wameelezea kwamba maisha ya hapa duniani yatumike kama njia ya sisi kufikia maisha ya umilele ambayo yameandaliwa na Yesu Kristo kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Lakini pia tutajaribu kuangazia kuhusiana na Katekisimu ya Kanisa Katoliki ambayo inaelezea kuhusiana na kifo pia. Tukianza na namba 1006 ambayo anakwambia mbele ya kifo fumbo la haki la binadamu linafikia kilele chake. Lakini kirejea tena Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1010 anaelezea kuwa kwa sababu ya Kristo, kifo cha Kikristo kina maana chanya. Pia tena Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1013 anatuambia kwamba kifo ni mwisho wa hija ya mwanadamu duniani, mwisho wa wakati wa neema na rehema ambayo Mungu humtolea mwanadamu ili aishi maisha yake ya duniani kwa kadiri ya mpango wa Mungu. Kama tunavyotambua kwamba hata tunaposoma kuhusiana na kanisa, kwamba kuna kanisa la wasafiri ambao ni sisi ambao tupo kwenye hija ambao tunaishi duniani. Kuna kanisa la washindi na kanisa la wanaoteseka. Kama kanisa la wasafiri basi tunamaliza safari yetu kwa kifo. Kwa kifo ni mwisho wa hija yetu duniani na kutazamia maisha ya umilele. Kurejea tena katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1020 akwambia Mkristo anayekufa katika Kristo huondoa katika mwili na kukaa nyumbani mwa Bwana. Huondoka katika mwili na kukaa nyumbani mwa Bwana. Kwamba Mkristo ambaye aliishi maisha mema, ambaye aliishi maisha mazuri, anapokufa basi anaondoka katika hali ya mwili na kwenda kuishi maisha ya kiroho, au atashiriki basi furaha ambayo tumeandaliwa na Mwenyezi Mungu kupitia ukombozi wa Yesu Kristo. Pia tujaribu kuangalia baadhi ya nukuu kutoka katika sheria za kitabu mkusanyiko wa sheria za Kanisa Katoliki, yani Code of Canon Law 1983 ambao tukisoma namba 1176
anatuambia kwamba waamini waliokufa wanapaswa kupewa mazishi ya kanisa kwa mujibu wa sheria. Hii inaonyesha kuwa kanisa linawatunza waamini wake hata baada ya kifo, likitambua heshima ya mwili wa tumaini la ufufuko. Kwamba tunatambua kwamba maisha ambayo tunaishi hapa, mwili huu tutapata mwili wa ufufuko. Kwa hiyo kanisa linasisitiza kuhusiana na mazishi mema au mazishi bora kwa Mkristo ambaye anakuwa amekufa na ambaye amekuwa ameishi Ukristo wema anapokuwa hai. Lakini mkusanyiko wa sheria ya Kanisa Katoliki tukisoma namba 1176 anatueleza pia mazishi ya kanisa yanapaswa kusherekea fumbo la Pasaka ya Kristo na kuomba msaada wa kiroho kwa ajili ya marehemu. Hapa inaonyesha kuwa kifo cha Mkristo kinaunganishwa moja kwa moja na kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Lakini pia tukisoma tena katika kitabu cha mkusanyiko wa sheria za kanisa, yani Code of Canon Law namba 1183 inasema kuhusu mazishi wa katekesi ya watoto waliokusudiwa kubatizwa wanahesabiwa kuwa waamini. Kanuni hii inaonyesha huruma ya kanisa na tumaini la wokovu hata kwa wale ambao hawakufikia hatua ya ubatizo kamili baada ya kifo. Ndugu msikilizaji, kama ndio unajiunga na sisi, kipindi hewani Familia ni Nyumba ya Mungu, na mada yetu leo ni kifo cha mzazi kama chanzo cha maisha mabovu katika familia. Mpendwa msikilizaji, tunaendelea katika kipengele kingine ambao tunaangazia nukuu kutoka katika mtaguso wa pili wa Vatikani kuhusiana na kifo, ambao tukisoma hati inayohusu Gaudium et Spes namba 18, katika uso wa kifo fumbo la hali ya mwanadamu linafikia kilele chake. Lakini kanisa linatufundisha kuwa Mungu amemuita mwanadamu katika uzima wa milele, ambao mtaguso unatambua kuwa kifo huleta hofu kwa wanadamu, lakini imani katika Kristo hutoa tumaini la ushindi dhidi ya mauti. Ambao katika mtaguso wa Vatican pia Lumen Gentium namba 48 natuambia hadi Bwana atakapokuja katika utukufu wake, baada ya wanafunzi wake wanaendelea kuiji duniani, wengine wameshafariki na wanatakaswa, na wengine wao katika utukufu wakimtazama Mungu uso kwa uso. Hapa mtaguso unaelezea mafundisho ya kanisa kuhusu kanisa linalohiji duniani, kanisa linalotakaswa ambalo ni kanisa la toharani, na kanisa la mbinguni ambalo ni kanisa la washindi. Lakini hati inayohusu liturujia ambayo inaitwa Sacrosanctum Concilium namba 81 inaelezea ibada ya mazishi inapaswa kuonyesha wazi zaidi tabia ya kipasaka ya kifo cha Kikristo. Hii inasisitiza kwamba liturujia ya mazishi si tu ya maombolezo, bali ni sherehe ya tumaini la ufufuko. Kwamba mazishi yatumike kwamba njia ya kutuelezea kwamba au kutuonyesha kwamba kutakuwa na ufufuko baada ya maisha haya. Ndio maana ukiangalia baada ya mabadiliko katika pia nguo za mazishi, unakuta sasa hivi zinatumika nguo nyeupe ambapo pia zinaashiria kwamba ni ufufuko, kwamba ambaye amekufa atafufuka katika Kristo. Lakini pia tunaangazia kuhusiana na mada yetu sasa, kiini cha mada yetu ambao kifo cha mzazi kama chanzo cha maisha mabovu katika familia. Ambao ndugu msikilizaji, ambao tunajua kama kifo cha mzazi kinaweza kuwa chanzo cha maisha mabovu katika familia, kama nilivyotangulia kusema katika utangulizi, endapo basi hakitachukuliwa katika hali ya uzito ya kuwasaidia basi wale watoto wanaobaki au wale wengine wanaobaki katika familia, ikiwa ni baba amefiwa na mke wake au mama amefiwa na mume wake au watoto wamefiwa na wazazi wao au mzazi wao. Hapo tuangalie sasa baadhi ya vitu gani ambavyo vinaweza vikawa maisha mabovu kwa kifo cha wazazi. Ambapo ya kwanza kuna mgogoro wa kihisia. Watoto wanaweza kupata huzuni, hasira na kukosa mwelekeo. Bila malezi sahihi ya kiroho wanaweza kuingia katika tabia hatarishi. Ambapo sasa inapasa basi kuweza kuwa na jitihada za kuweza kuwashauri wale watoto na kuona kwamba wazazi wale wamekufa, lakini bado kuna tumaini la ufufuko, lakini bado kuna maisha hata baada ya kutokuwa na wazazi wao, ili kuweza kuwaepusha kuingia katika hizo tabia hatarishi kama madawa kulevya
au tabia nyingine ambazo ni kinyume na maadili ya kijamii na kikanisa kiujumla. Ambapo kuna mgogoro mwingine wa kiuchumi. Mzazi aliyefariki mara nyingi anaweza akawa pia tegemeo la kipato. Familia inaweza kuangukia katika umaskini, hali inayoweza kuleta migogoro, mfano kama kuacha shule au mmomonyoko wa maadili. Sasa tunaangalia labda mzazi ndiye alikuwa kila kitu katika familia, alikuwa anatoa mahitaji katika familia. Baada ya kufariki basi wale watoto wanakosa yale mahitaji muhimu, mfano kama mavazi, chakula na malazi. Itawasababishia kuweza kufanya shughuli ambazo zinakuwa ni kinyume na maadili au kuweza kuingia katika hali ya isiyo nzuri. Lakini pia unaweza tukaangazia katika mgogoro huu wa kiuchumi. Wazazi wanaweza kuwa wameacha mali pia katika mgawanyo wa zile mali, basi wale watoto wakakosa haki yao kama ilivyokuwa imeachwa na wazazi wao. Ambapo kuna mgogoro wa kimaadili. Mzazi pia ni mlezi na mwalimu wa maadili kama tunavyofundishwa na Kanisa Katoliki kwamba familia ndio katekesi ya kwanza ya imani na maadili pia. Kukosekana kwake kunaweza kuacha pengo la nidhamu na malezi. Kama kukosekana kwa mzazi basi kunaweza kuleta pengo, watoto wakaishi malezi au maadili ambayo hayahitajiki au hayakubaliki katika jamii. Kwa hiyo basi kama mzazi ni mlezi wa kwanza au ni mwalimu wa kwanza wa maadili, basi inapaswa kuweza wala watoto kulelewa katika malezi ambayo ni bora na kuwalea kama wazazi, jamii walea watoto kama watoto wao. Lakini kuna nyingine, kuna mgogoro wa kiroho. Baadhi ya wanafamilia wanaweza kumlaumu Mungu au kupoteza imani. Unaweza kushangaa labda katika familia labda imetokea bahati, labda amefariki mzazi wa kwanza, baadaye akafariki mzazi wa pili. Hii inaweza kusababisha wale wanafamilia wanaobaki kuweza kumlaumu Mungu na kuona kwamba Mungu hawatendei haki na kuweza kujiuliza maswali mengi, kwa nini inatokea kwetu? Wengine wanaweza kupelekea pia wakawa na hofu ya nguvu za giza, kwamba kwa nini inatokea hapa? Labda kuna mtu anahusika katika jambo hili au kuna jambo lingine tofauti. Kwa hiyo hapo inaweza kusababisha watu kupoteza imani bila kupokea katika hali ya matumaini. Kwamba lazima tuweze kurejea kama niliposema katika utangulizi, kwamba baadhi ya mababa wa kanisa, baadhi ya wanafalsafa, baadhi ya mafundisho ya kanisa, katekisimu wa Kanisa Katoliki imejaribu kuelezea kwamba kifo ni mwisho tu wa maisha ya hapa duniani, kama sisi tukiwa kama kanisa la wanaohiji, na ni tumaini pia la maisha mengine ya ufufuko ambayo ni maisha ya umilele ambayo aliletwa na Yesu Kristo kwa fumbo la Pasaka ambayo ni mateso, kifo na ufufuko wake. Basi tuweze kuangalia njia ambazo za kukabiliana na hali hiyo ya mtazamo wa kanisa, ya kukabiliana na hali hiyo ambazo ya kukabiliana na changamoto hizo ambazo za madhara ambayo yanaweza kujitokeza kutokana na kifo cha mzazi au kifo cha wazazi, kutokana na mafundisho ya kanisa. Kanisa linatufundisha kwamba lazima tuweze kuwa na imani katika ufufuo, ambao tuweze kuishi kwa tumaini la uzima wa milele, kwamba tuweze kuishi kwamba maisha ya hapa duniani sio kwamba ndo mwisho wa maisha, kwamba maisha hapa duniani yanatumika tu kama njia ya kuelekea katika maisha ya umilele. Kwa tuweze kuwa na tumaini la ufufuko, kwamba baada ya maisha ya hapa tutapata maisha mengine, maisha ya umilele. Lakini pia tuweze kushiriki katika masakramenti au katika sakramenti mbalimbali za kanisa, mfano kama kitubio, ekaristi na kadhalika. Hii itatusaidia kwamba tuweze kujikuza kiroho zaidi na kuepuka ule mkato wa tamaa ambao unaweza kusababishwa na kupotelewa kwa mzazi au kupotelewa kwa wazazi, na kuepusha pia ile ukataji, upotevu wa imani au kuyumba kiimani baada ya kupotelewa kwa mzazi au kupotelewa kwa wazazi. Lakini pia tuweze kuwaombea basi wale ambao wametangulia mbele ya Mwenyezi Mungu, tuweze kuweka katika maombi, kama tukiamini basi sala zetu pia zitawasaidia kama walikuwa hawajaishi maisha mema ya hapa duniani, bali waweze kustahilishwa maisha yale ya umilele. Lakini pia katika maombi hayo basi itatusaidia pia kuweza kutambua kwamba pia hata sisi tunakuwa katika safari ya kuelekea katika hali hiyo hiyo. Ndio maana kuna baadhi ya sehemu, ukipita sehemu za makaburi unakuta baadhi ya maandishi, jaribu kupita sehemu moja imeandikwa hata sisi tulikuwa kama ninyi. Kwa moja kwa moja unajua kabisa hata sisi katika imani tuendelee kuombea wale marehemu na kutambua kwamba hata sisi tutakuwa kama wao.
na pia tutapata watu wa kutuombea. Pia kuweza kuwa na malezi endelevu ya watoto, kanisa lishiriki, lakini pia jamii kwa ujumla. Tuangalie pia wajibu wa jamii sasa katika kuwalea watoto baada ya wazazi wao kufariki. Ambapo tuangalie wajibu wa kifamilia, ambapo tuangalie ile familia pana kama familia zetu za Kiafrika zilivyo. Labda kuna babu, bibi, mjomba, shangazi na kadhalika. Ambao sasa ndugu wa karibu wa familia wana wajibu wa kuwachukua watoto hao. Kama watoto wameachwa katika ule umri mdogo kabisa ambao hawezi kujitegemea, wale ndugu wa karibu wana wajibu wa kuwachukua wale watoto na kuweza kuwalea. Ndio maana unakuta labda mtoto amefiwa na wazazi wake, aenda kukaa kwa babu, kwa bibi. Lakini sio kuwalea tu, ni kuwalea katika yale maadili ambao sasa unakuwalea kama watoto wao. Sio labda ni mtoto wa mtu mwingine amefanya kosa hauwezi kumkemea. Hapana, ni kuwalea kama watoto, ili waweze kuishi yale maadili ambayo jamii inatazamia, lakini yale maadili ambayo kanisa linatazamia pia. Hii itaendana pia na mafundisho ya Kikristo ya upendo wa kindugu. Kwamba tunaambiwa mpende Bwana Mungu wako, lakini mpende jirani yako. Lakini pia ndio ile Yesu aliulizwa pia, jirani yangu ni nani? Kwa jirani yako ni yule wa karibu yako. Kwa basi tuweze kuwalea wale watoto katika hali ya kimaadili, ambao huu ni wajibu wa familia kwa wale wanafamilia wanaobaki, hususani katika familia pana ambao ni familia nyingi za kwetu za Kiafrika, ambao nilivyosema kwamba inakuwa na baba, babu, bibi, mjomba, shangazi na kadhalika. Lakini kuna wajibu wa kanisa, ambao kuna kanisa kama kanisa mahalia, parokia, jumuiya ndogo ndogo za Kikristo zinapaswa kuwafariji watoto na kuwapa malezi ya kiroho. Lakini pia kuwasaidia watoto katika elimu. Kama wanajumuiya wanaweza wakajikusanya, wakaweza kuchangia kitu fulani ambacho kitaweza kuwasaidia watoto katika malezi ya kielimu, au kama ni parokia na kadhalika. Lakini pia kuwahusisha katika maisha ya sakramenti. Ni vyema pia kuchunguza kama wamepata sakramenti zile za awali, mfano kama sakramenti ya ubatizo, ya kitubio, sakramenti ya ubatizo na sakramenti ya ekaristi na ya kipaimara, ili waweze kupata sakramenti hizo za awali. Lakini kuwalinda dhidi ya upotovu wa maadili, kama niliposema kwamba yapasa pia kuweza kuwakemea wala watoto wasiingie katika maadili ambayo hayakubaliki katika jamii. Ambapo tunaweza kuangalia baba wa kanisa Yohane Chrysostom alisisitiza kuwa mali ya Kikristo inapaswa kuwasaidia maskini na yatima. Kwamba kama kuna mali za Kikristo, kama kuna parokiani labda kuna mali za Kikristo, basi inapaswa kuwasaidia wale wahitaji. Ambao sasa tukiangalia wahitaji ni akina nani? Wahitaji pia ni mojawapo ya hao watoto ambao wanakuwa wameachwa na wazazi wao au mzazi wao baada ya kufariki. Tuangalie pia wajibu wa serikali na taasisi. Tumeangalia wajibu wa familia ambao ni zile familia pana, tunaangalia wajibu wa kanisa, lakini tuangalie wajibu wa serikali na taasisi. Hapo tunatambua kwamba serikali inajumuisha baadhi ya vitu mbalimbali, mashirika ya kitume na kadhalika. Kama serikali basi ina wajibu pia kuwasaidia wananchi, ambao wananchi wenye matatizo mbalimbali, wananchi wenye mahitaji mbalimbali. Hapo tukiangalia sasa kuna familia ambazo au kuna watoto ambao wanaishi maisha ya mtaani ambao hawana malezi katika familia, ambao maisha yao yamesababishwa na nini? Nakuta labda mengi yamesababishwa na kupotelewa kwa wazazi wao na ukosa ule uangalizi katika familia. Ni vyema pia serikali iweze kuwalea au watoto au kuwalinda watoto kwa kuwapatia elimu bure au ya gharama nafuu, ambayo itawasaidia kuweza kujikwamua na kuweza kupata elimu ambayo inaweza kuwasaidia katika maisha. Lakini pia kuwalinda au kuweka ulinzi dhidi ya unyanyasaji. Unakuta wale watoto kwa sababu hawana uangalizi wa wazazi wanakuwa wananyanyasika, wanapewa kazi ngumu, unakuta wanaajiriwa katika umri mdogo na kutokupewa kile kipato ambacho wanakipata au kulipwa mshahara mdogo. Kwa serikali pia ina wajibu wa kuhakikisha kwamba inawalea wale watoto, inawalinda dhidi ya unyanyasaji. Lakini pia kuwapatia huduma za kiafya. Wengine wanapata magonjwa mbalimbali, wanakosa huduma za kiafya. Kwa basi serikali ina wajibu pia kuweza kuwapatia huduma za kiafya. Kwa kutambua basi kuna wahitaji au wale watoto fulani wanahitaji, au kuna sehemu fulani kuna watoto ambao hawana wazazi, hawana uangalizi, basi kuweza kuwatembelea, kuwapatia huduma za kiafya. Sababu unakuta pia mtoto anaachwa katika umri mdogo
kuna chanjo labda anatakiwa apate katika umri ule anazikosa. Kwa pia serikali ina wajibu katika kuwapatia huduma za kiafya. Lakini pia makazi salama ambapo tunajua pia ni mojawapo ya mahitaji ya kibinadamu, mahitaji muhimu ya kibinadamu. Pia wana wajibu wa kuhakikisha wale watoto wanapata makazi salama, kuweza kuishi mazingira ambayo yatakuwa yanawasaidia kuweza kupata maisha bora ambayo yanatakiwa binadamu yeyote aweze kuishi. Pia kanisa linatetea haki za watoto kama sehemu ya mafundisho yake ya kijamii. Kwa kanisa pia linatetea haki za watoto. Kwamba kanisa pia linasaidia kwa namna moja au nyingine kuikumbusha serikali kuweza kutetea haki za watoto au kuweza kuwapatia watoto haki au kuweza kusaidia jamii ambayo inakuwa katika hali ya uhitaji. Hapo sasa tunaangalia pia kuna wajibu wa kimaadili na kisaikolojia. Watoto waliopoteza wazazi wao wanahitaji upendo wa dhati. Hii itawasaidia kuweza kutokufikiri au kuweza kuondoa mawazo ya kupotelewa na wazazi wao. Wakipata ule upendo wa dhati kama binadamu wa aina yoyote au kama binadamu yoyote au kama mtoto ambaye ana changamoto hiyo, itamsaidia kuweza kuondoa akilini mwake ile mawazo ya kwamba mimi sina mzazi, mimi ni yatima. Lakini pia kuweza kupata mwongozo wa kimaadili ambao utamsaidia kuishi vyema katika jamii. Ambao mwongozo huo basi utamsaidia kuweza kuepukana na vile vitu ambavyo vinaenda kinyume na maadili ya jamii na kanisa kwa ujumla. Lakini pia kupata ushauri nasaha. Kwamba ushauri huu utasaidia kuweza kupambana katika maisha, utasaidia kuweza kupambana na changamoto mbalimbali za maisha. Kwamba utamsaidia pia kama hata amebahatika kupata elimu, kama niliposema hapo juu, wajibu wa serikali katika kuwapatia watoto elimu, iwe ni bure au kwa gharama nafuu. Utamsaidia yule mtoto sasa kwa ule ushauri nasaha kuweza kuwajibika vema katika ile elimu ambayo anapewa na hatimaye kuweza kufanikiwa katika yale ambayo anafanya. Ambao tunaangalia sasa, baba wa kanisa mtakatifu Agustino wa Hippo alisisitiza kuwa malezi mema hujenga tabia njema ya jamii imara. Ambao sasa tuangalie sasa changamoto zinazoweza kutokea kwa jamii kufeli basi kuweza kutimiza wajibu huo. Ambao tunaangalia jamii hatuwezi kulitoa kanisa, serikali na kila mmoja. Kwa hiyo sasa tuangalie sasa jamii zinapofeli katika kuwalinda watoto au katika kutekeleza hayo malezi kwa watoto au kufeli katika kuangalia watoto ambao wameachwa na wazazi wao. Nini ambayo inaweza kutokea? Inaweza kutokea kuacha shule. Kama kuna ambaye alikuwa yupo shuleni ataacha kwa sababu atakosa ule uangalizi wa karibu. Au yale mahitaji muhimu ambao angeyapata anapokuwa shuleni, ambao mzazi wake labda alikuwa anampatia. Lakini pia inaweza kusaidia kuingia katika vitendo vya uhalifu. Atajiunga katika makundi ya uhalifu ili kusudi aweze kutimiza haja yake ya kupata mahitaji ya kila siku kama chakula, malazi na makazi. Lakini pia kujiingiza katika matumizi ya madawa ya kulevya, katika kuuza au kutumia madawa ya kulevya. Lakini pia kuathirika kisaikolojia. Hali hii inaweza kusababisha mzunguko wa umaskini na mmomonyoko wa maadili katika jamii. Kwa unakuta katika jamii tunalalamika bwana kuna umaskini. Unafanya labda shughuli fulani unakuta labda imeharibiwa na mtu mwingine, labda ni mtu ameiba, ameingia labda ameiba. Hii inatokana labda na wale watoto ambao wanakuwa mtaani, ambao wamekosa malezi, ambao sasa wamekosa uangalizi kwa sababu gani? Baada ya kupotelewa na wazazi wao. Hii pia inatokana na mmomonyoko wa maadili. Sasa hivi labda unasema labda vijana wamekuaje au watoto wa siku hizi hawana adabu. Kwa unakuta yule mtoto hana uangalizi, hana mtu wa kumlea katika njia ambayo ni njia njema na njia maadili ambayo yanakubalika katika jamii kwa ujumla. Hapo tuangalie sasa kuna misingi ya Kikristo ambayo inaongoza wajibu huu. Hapo sasa tumeangalia ule wajibu ambao tumeangalia wajibu wa kanisa, wajibu wa serikali, tumeangalia pia wajibu wa familia ambao tunasema familia hapana. Ambapo sasa tuangalie sasa misingi ya Kikristo ambayo inaongoza wajibu huu. Yaani kanisa linafundisha misingi gani ambayo inaweza kaongoza wajibu huu ambao wa kuwalea wale watoto basi ambao wamepotelewa na wazazi au wamepotelewa na mzazi. Ambao msingi wa upendo ambao kama tunavyosema amri kuu ya upendo, upendo kwa Mungu, upendo kwa jirani. Kama ukimpenda jirani yako basi unaweza kukaa naye vyema, unaweza pia ukamlea ule mtoto kwa sababu ni jirani, ukamlea ule mtoto kama mtoto wako.
ukampatia yale mahitaji ambayo ya msingi ambayo yapo ndani ya uwezo wako wa kumpatia. Lakini pia kuna msingi wa haki ambao ni kumpa kila mtu haki yake, hasa walio dhaifu. Basi yule mtoto labda amefikia umri fulani, hata miaka 18, au basi ameajiriwa katika umri huo mdogo, kwa sababu inakatazwa kuajiriwa katika umri mdogo, lakini unakuta wengi wameajiriwa katika wakiwa na umri mdogo. Basi aweze kupatiwa ile haki yake ambayo angetakiwa aweze kupatiwa. Kama ni mshahara aweze kupewa, ili kusudi basi ile haki yake itamsaidia yeye kuweza kutimiza yale mahitaji yake ya msingi ambao angeweza kupatiwa na wazazi wake walipokuwa hai. Lakini pia mshikamano ambao kubeba mzigo wa wengine, ambao katika mafundisho ya kijamii ya kanisa inaitwa principle of solidarity, kwamba ni ile kubeba mizigo ya wengine ambayo inaitwa solidarity, ambayo ni mshikamano. Kwa hiyo basi lazima kuweza kushikamana, kwamba jamii, tatizo linalotokea la jamii fulani inayoishi katika eneo fulani, basi liweze kuwa ni la jamii hiyo na kuweza kusaidiana, kila mmoja alivae kama ni la kwake, sio kuweza kusema mimi sihusiani nalo. Mbona labda upo jirani yako kuna mtoto labda ana mahitaji hivyo, unasema bwana sio mtoto wangu wala sihusiki naye. Basi tuweze kuweza kubeba matatizo katika hali ile ya kushirikiana. Lakini pia kuna ile msingi wa utu wa binadamu. Kila mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Haijalishi labda huyu hapa anaishi maisha gani au huyu anaishi maisha gani. Basi ile msingi wa utu wa binadamu utatusaidia kuweza kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu na kuweza kuwajali wengine, hasa unapokuwa na changamoto mbalimbali. Basi yule mtoto ambaye anakuwa ameachwa, basi au ile familia ambayo inakuwa imeachwa na mzazi au wazazi, inaweza kupata mahitaji mema kuendana na kufuata msingi huu wa utu wa binadamu. Hitimisho. Unajua kifo cha mzazi ni pigo katika familia na kinaweza kuwa chanzo cha maisha mabovu ikiwa itakosa msaada wa kiroho, kijamii na kiuchumi. Hata hivyo, katika mwanga wa mafundisho ya kanisa, Biblia takatifu, mababa watakatifu na walimu wa kanisa, kifo sio mwisho bali ni mwanzo wa uzima mpya ndani ya Kristo kupitia fumbo la Pasaka ambao ni mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kanisa linatoa tumaini, faraja na mwongozo wa kiimani ili familia isivunjike bali imarike katika imani, upendo na mshikamano. Katika Kristo aliyefufuka, mauti imepoteza nguvu yake na familia inaweza kupata tumaini jipya hata katikati ya maumivu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, hadi kufikia hapo ndipo tumefika tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nasi siku nyingine, muda na wakati kama huu. Ulikuwa nami Frate John Emmanuel Yawi wa Jimbo Katoliki Moshi kutoka katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Karol Lwanga Segerea. Ukiwa na maswali, maoni au shauri, naomba utuandikie ujumbe mfupi kwa namba 0756478178 0756478178. Na tuhitimishe kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Tunakushukuru pia kwa kutulinda na kutubariki. Tunakushukuru pia kwa kuangazia akili zetu, yote ambayo tumejifunza yaweze kutusaidia na kutujenga kiimani, kiroho, na hatimaye tuweze kufanikiwa na kuishi vyema katika jamii na kanisa kwa ujumla. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.